linasema, basi kama mlivyompokea Kristo Yesu Bwana, enendeni vivyo hivyo katika yeye. Basi kama mlivyompokea Kristo Yesu Bwana, enendeni vivyo hivyo katika yeye. Ukuaji wetu katika neema, furaha yetu, ufanisi wetu, vyote hutegemea muungano wetu na Kristo. Ni kwa kujumuika naye kila siku, kila saa, kwa kukaa ndani yake, tutaweza kukua katika neema. Yeye sio tu mwanzilishi, bali mtimilizaji wa imani yetu. Ni Yesu wa kwanza na wa mwisho, na daima anapaswa kuwa nasi, sio tu mwanzo na mwisho wa njia yetu, bali katika kila hatua njiani mwetu. Je, unauliza, ninawezaje kukaa katika Kristo katika njia ile ile uliyompokea mara ya kwanza? Basi kama mlivyompokea Kristo Yesu Bwana, enendeni vivyo hivyo katika yeye. Ni fungu katika Kolosai 2 fungu la 6 ambao ndio fungu letu lekezi. Mwenye haki wangu ataishi kwa imani. Waebrania 10 fungu la 38. Unajikabidhi mwenyewe kwa Mungu kuwa wake kikamilifu ili kumtumikia na kumtii, na ulimtwaa Yesu kuwa mwokozi wako. Usingeweza kujilipia mwenyewe fidia kwa ajili ya dhambi zako au kubadilisha moyo wako, bali baada ya kujisalimisha kwa Mungu, unaamini kwamba yeye kwa ajili ya Kristo alifanya haya yote kwa ajili yako. Kwa imani unakuwa wa Kristo, na kwa imani unapaswa kukua katika yeye kwa kutoa na kupokea. Unapaswa kutoa vyote, moyo wako, mapenzi yako, huduma yako, jisalimishe kwake ili kuyatii matakwa yake yote, na lazima uchukue yote. Yesu aliye ukamilifu wa baraka yote, ili akae moyoni mwako, awe nguvu zako, haki yako, msaidizi wako asiyekoma, ili akupatie nguvu ya kutii. Jiweke wakfu kwa Mungu asubuhi. Ifanye hii kuwa kazi yako ya kwanza. Hebu ombi lako liwe, nitwae Bwana niwe wako kamilifu. Ninaweka mipango yangu yote miguuni pako. Nitumie leo katika huduma yako. Kaa nami na ruhusu kazi yangu itendeke ndani yako. Hili ni jambo la kila siku, kila asubuhi. Jiweke wakfu kwa Mungu kwa ajili ya siku hiyo. Salimisha mipango yako yote kwake ili itekelezwe au iache kama mapenzi yake yatakavyoonyesha. Ndivyo utakavyokabidhi maisha yako siku kwa siku mikononi mwa Mungu, na kwa namna hiyo maisha yako yatafinyangwa zaidi na zaidi na kufanana na maisha ya Yesu. Asubuhi ya leo tumekumbushwa na tumeitwa kama Wakristo kujisalimisha miguuni pa Yesu. Tunapoanza siku hii ya leo, tukabidhi maisha yetu, tukabidhi kazi zetu, tukabidhi mioyo yetu, tukabidhi akili zetu, vyote vikatendeke na vikafanyike kwa uongozi na kibali cha Mungu. Kama Wakristo tuna wajibu wa kuenenda katika imani, tukiamini katika kile Yesu ambacho ametuambia, na kwa kufanya hivyo tutaweza kuja kuwa karibu na kufinyangwa na kufanana na Yesu. Basi asubuhi hii ni waite wote ambao mpo hapa kanisani na wale tunafuatia madhabahuni, tupate wasaa kuja kumuita Bwana katika maombi. Tupigeni magoti. Haleluya. Baba Mungu Mwenyezi mtakatifu, uketie katika kiti cha enzi mbinguni, jina lako takatifu litukuzwe, jina lako takatifu limidiwe. Wewe ni baba yetu, wewe ni rafiki yetu, wewe ni kiongozi wetu, wewe ni mfariji wetu, wewe ni mkombozi wetu na mwokozi wetu. Tunakushangilia na kukurudishia sifa, utukufu na shukrani, kwa maana fadhili zako ni za milele. Asante kwa neema na kibali hiki ambacho umetupatia katika saa hii asubuhi, kukusogelea na kuisikia sauti yako katika saa hii. Tunajikabidhi na kukabidhi yote mikononi mwako, Baba yangu na Mungu wangu. Tawala maisha yetu, tawala mioyo yetu, tawala akili zetu, tawala kazi zetu. Siku hii Baba Mungu tunaitoa wakfu kwako, ukawe kiongozi wetu na ukawe mtangulizi wetu. Yote tutakayofanya, vile tutakavyotenda, nama tutakavyoongea, Baba Mungu ukawe pamoja nasi. Dumu kutubadilisha na kututengeneza tuzidi kufanana na wewe kila siku na kila saa.
Tusaidie Yesu, kila siku tufanye matengenezo na tupige hatua katika safari yetu ya kiroho, tukikutegemea na kutumainia wewe kila siku na kila wakati. Asante kwa ibada hii ya leo. Tunaikabidhi mikononi mwako, tukiombea huduma zote zitakazofanyika katika masaa ya asubuhi. Lakini kwa namna pekee tunamwombea mchungaji ambaye atasimama katika madhabahu hii kuja kumega mkate wako wa uzima. Neno hili likafanyike chakula, likatuimarishe katika imani na likatusogeze karibu na uwepo wako. Bariki wote, bariki kanisa lako, bariki uongozi wa kanisa. Zaidi ya yote tuweke katika umoja na mapatano pamoja na wewe, tukifanya kazi yako katika wakati huu wa mwisho. Tunasema asante kwa maana umesikia. Tenda na kajibu maombi ya watakatifu wako wanaoomba kimya kimya. Katika Kristo Yesu nimeomba na kuamini, amen. yaliyo ya kweli,
kupendeza, ukiwapo wema wowote, yatafakarini hayo. Yatafakarini hayo. Hatimaye ndugu, mambo yote yaliyo ya kweli, yaliyo safi, kupendeza, ukiwapo wema wowote, yatafakarini hayo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Haleluya. Tumsifu Yesu Kristo. Na kwa wale ndugu zetu wa Islam, assalamu alaikum. Basi asubuhi ya leo tunapenda kumshukuru Mwenyezi Mungu tena kwa kutupatia nafasi ya kufika hapa kwa ajili ya ibada hii takatifu, ibada nzuri ya kuanza na Bwana katika asubuhi hii ya leo. Ninafahamu kwamba wako ndugu zetu wengi ambao wanafuatilia kule online. Tunataka mjue kwamba tunafahamu mnafuatilia na kwamba mnabarikiwa, na Mungu aendelee kuwabariki mahali popote mlipo. Nimepata jumbe kutoka kwa watu mbalimbali, wengine kutoka kule South Africa, kuna wengine wamenitumia ujumbe kutoka kule Marekani, especially wazini wangu Hana. Nafahamu utakuwa unafuatilia. Mungu akubariki sana. Na sasa niwaalike katika somo la leo, na somo hili lina kichwa kinachosema Silent Victory, ushindi wa kimya kimya. Ushindi wa kimya, silent victory. Na ukumbuke kwamba tunatembea katika theme kubwa kabisa ambayo inasema the divine comeback. Katika wiki nzima hii tutakuwa tunaenda na urejesho wa kimungu, lakini asubuhi ya leo tunakuwa na kichwa cha somo kinasema silent victory, ushindi wa kimya. Ushindi wa kimya. Sasa leo tasoma katika mafungu ya kitabu kile cha Waamuzi sura ya 14. Tutaanza mstari wa kwanza hadi wa 9, lakini msisitizo utakuwa katika fungu la 5 na la 6. Fungu la 5 na la 6. Naam, maandiko yanasema, Samsoni akatelemkia Timna, akaona mwanamke huko Timna, mmojawapo wa binti za Wafilisti. Kisha akapanda akawaambia baba yake na mama yake, akasema, nimemwona mwanamke huko Timna, mmojawapo wa binti za Wafilisti,
basi mnipatie nimuoe. Ndipo baba yake na mama yake wakamwambia, je, hapana mwanamke hata mmoja katika ndugu zako au katika jamaa zangu zote, hata uende kumwoa mwanamke kwa hao Wafilisti wasiotahiriwa? Samsoni akamwambia baba yake, mnipatie huyo, kwa maana ananipendeza sana. Lakini baba yake na mama yake hawakujua ya kuwa jambo hili ni la Bwana, maana alitaka kisa juu ya Wafilisti. Basi wakati ule Wafilisti walikuwa wakiwatawala Waisraeli. Ndipo Samsoni na baba yake na mama yake wakatelemkia Timna, wakafika mashamba ya mizabibu huko Timna, na tazama, mwana simba akamungurumia. Roho ya Bwana ikamjilia kwa nguvu, naye akampasua kana kwamba anampasua mwanambuzi, wala hakuwa na kitu chochote mkononi mwake. Lakini hakuwaambia baba yake na mama yake aliyoyafanya. Basi akatelemka na kuzungumza na huyo mwanamke, naye akampendeza Samsoni sana. Kisha baadaye akarudi ili kumtwaa, naye akageuka kando kuangalia mzoga wa huyo simba, na tazama, nyuki wengi walikuwamo ndani ya mzoga wa simba na asali. Akatoa asali mikononi mwake, akaenda mbele huku akila. Alipokuwa akienenda, akawafikiria babaye na mamaye, akawapa, nao wakala, lakini hakuwaambia ya kuwa ameitoa hiyo asali katika mzoga wa simba. Tumesoma mafungu 9 jumla yake, tangu fungu la kwanza hadi la 9. Na sasa nikualike tu kwamba unaweza ukafunika Biblia yako sasa, unisikize tu kwa muda kidogo. Hapa maandiko yanatueleza siku ya leo kwamba Samsoni tayari ameanza kutaharakishwa na roho ya Bwana katika Mahane Dani, katikati ya Mahane Dani na Eshtaol, katikati ya Sora na Eshtaol. Ameanza kutaharakishwa na roho ya Bwana kwa sababu tayari ameanza kuliishi kusudi ambalo kwa hilo alizaliwa. Na kwa sababu ameanza kutaharakishwa na roho ya Bwana, Bwana akawa anataka kisa juu ya Wafilisti. Na kwa sababu hiyo Samsoni siku moja ameshuka kwenda huko mahali panaitwa Timna, akaona huko mwanamke. Katika hali ya kawaida ilikuwa sio rahisi, ilikuwa sio jambo la kawaida, ilikuwa sio hali ya kawaida kwa Muisraeli, achilia mbali kwamba huyu ni Mnazorayo, huyu ni mnadhiri wa Bwana. Ilikuwa sio jambo la kawaida kwa Muisraeli kwenda kuoa au hata kupendana na mwanamke kutoka nje ya kabila yao. Sasa leo Samsoni ametelemkia Timna, na alipofika hapa Timna anaona mwanamke katika hao binti za Wafilisti. Maandiko yametueleza kwamba moyo wake Samsoni ukapendezwa sana na yule mwanamke, akampenda mno, akapanda kurudi kwao kule Sora. Anaenda na babake, nimeona binti katika binti za Wafilisti na ananipendeza sana. Babake anasema, yani katika ndugu zangu hawa wote, katika Israeli hawa wote, hujaona mwanamke hata unaenda katika jamaa ya hawa watu wasiotahiriwa, yani manake watu wasiomwamini Mungu. Samsoni anasema, hapana, amenipendeza mno, mnipatie huyo ni muoe. Basi baba yake akashuka kwenda kule Timna, kwenda kuangalia binti mwenyewe, kwenda kuangalia mwanamke mwenyewe. Akaambatana na mama yake. Samsoni naye anatembea pamoja nao, wanakwenda Timna, wanatoka kule Sora, wanakwenda Timna kwa ajili ya kwenda kumwangalia yule mwanamke. Basi wakiwa hapa njiani, baba yake na mama yake wametangulia mbele, Samsoni yuko nyuma. Maandiko yanatueleza katika lile shamba la mizabibu. Unajua mizabibu ya wakati huo ilikuwa mizabibu mikubwa kwa sababu ya rutuba iliyokuwepo katika ardhi. Kwa mizabibu ilikuwa ni mikubwa, kwa hiyo kunakuwa kama na kipori fulani hivi cha mizabibu. Sasa anasema katika shamba la mizabibu akatokea mwana simba ghafla. Samsoni anatembea, anaenda safari zake. Samsoni anatembea, ana maisha yake, ana mipango yake. Samsoni anatembea kwenda kule Timna, ana mambo yake tu. Lakini ghafla mwana simba anatokea, halafu anaanzisha ugomvi, anamuungurumia. Maandiko yanaeleza wazi, anasema Samsoni alipomuona yule mwana simba akiunguruma namna hiyo, roho ya Bwana ikamwijia, akaenda akamkamata,
akampasua kwa mikono yake, wala hakuwa na kitu mkononi. Maandiko yanasema alimpasua kama anavyopasua mwanambuzi, akampasua. Baada ya kumpasua hapo, akamuua, akaondoka, na hakuambia baba yake na mama yake. Jambo nimejifunza hapa asubuhi ya leo kwamba kumbe wakati mwingine tunaweza kuwa tu na maisha yetu, yani we are dealing with our things, tuna mambo yetu, tunaendelea na maisha yetu tu, tunakuja kanisani kwetu tu, tunakwenda kazini, tunakwenda katika familia zetu, tunakwenda katika biashara zetu, tuna mambo yetu tu. Lakini andiko lisha tutahadharisha katika Petro, anasema shetani ni kama simba aungurumaye akimtafuta mtu mmojawapo ammeze. Maisha yako hivyo, matatizo yanakuja tu, hujayatafuta wewe, lakini machangamoto yanakuja tu, matatizo yanakuja tu. Kama vile yule simba alivyokuja ghafla, ndivyo ambavyo matatizo katika maisha yetu yanakuja tu, yanakuja tena, yanakuja bila taarifa, yanakuja ghafla, yanakuja tu. Ulikuwa unaenda zako mjini, mara bodaboda huyu ameingia, ajali imetokea. Yani matatizo yanakuja tu. Ulikuwa unakuja zako kanisani, unadili na vitu vyako tu, lakini changamoto inatokea hapo katikati. Ulikuwa na familia yako tu, lakini changamoto inatokea hapo katikati. Ulikuwa na biashara zako tu, lakini changamoto inatokea hapo katikati. Matatizo yanakuja tena ghafla, yanakuja ghafla. Nakuja kule ghafla kwa matatizo, nimejifunza hapa, pamoja na kwamba yule simba alimungurumia Samsoni, lakini hakushinda. Kadhalika pia hata matatizo yangekuja namna gani, ukiwa na Bwana, maana maandiko yanasema pale Roho Mtakatifu akamuijia Samsoni kwa nguvu. Ukiwa na Bwana, hata matatizo yangekuja namna gani, utashinda. Matatizo hayawezi kushinda, shetani hawezi kushinda, vita haviwezi kushinda. Hakuna vita utakayopigana utakayoshindwa, alimradi uko na Bwana. Kama Samsoni Roho wa Mungu alivyomuijia kwa nguvu juu yake akashinda, na wewe pia asubuhi ya leo ninakutangazia tayari wewe ni mshindi, kwa sababu umejisalimisha kwa Bwana. Utashinda kazini, utashinda nyumbani, utashinda kanisani, utashinda mtaani, utashinda kwa ndugu, utashinda na kwa marafiki. Hakuna vita itakayopiganwa utashindwa, utashinda kwa utukufu wa jina la Bwana. Haleluya jamani, haleluya. Na hakuna silaha yoyote itakayofanyika juu yako watakayoifanya watu, ama ni kikundi cha watu au ni mtu mmoja, itakayofanikiwa, kwa sababu Roho wa Bwana yuko juu yako. Tazama, amekutia mafuta na ametengeneza meza mbele machoni pako, mbele ya watesi wako, na kikombe chako kimefurika, na utakaa nyumbani mwa Bwana milele. Ushindi ni hakika asubuhi ya leo. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Ushindi ni hakika, ushindi ni hakika. Sasa maandiko yanatueleza kwamba, nilikuwa najaribu kufuatilia historia tu kidogo hapo, nikagundua kwamba wale Wafilisti kumbe walikuwa wanatumia vikosi vidogo vidogo, lakini pia walikuwa wanatumia giant. Na katika miji ya Wafilisti mmoja wapo ulikuwa unaitwa Gathi, kule nyumbani kwao na Goliati. Maana miji ya Wafilisti ilikuwa mingi, pamoja na Gaza, pamoja na Ekron, lakini palikuwa na mji unaitwa Gathi. Huu Gathi ndipo alipokuwa anatokea Goliati. Na majiant yaliokuwepo, hakuwapo Goliati peke yake, majiant yalikuwepo mengi katika Wafilisti. Sasa walikuwa wanatumia, hawakuwa wanatumia jeshi kubwa katika kuwatawala Waisraeli. Walikuwa wanatumia vikosi vidogo vidogo vilivyokuwa vinafanya routing and plundering. Walikuwa wanatumia vikosi vidogo vidogo, lakini walikuwa wanatumia na majiant pia. Kwa hiyo Mungu alipokuwa anataka kudili na Wafilisti, hakuandaa jeshi kubwa, aliandaa jeshi la mtu mmoja. Mungu naye alitengeneza giant kutoka upande wa Israeli. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tunaelezwa sasa kwamba Mungu alipokuwa anamuandaa Samsoni kwa ajili ya kuanza kazi, in the preparation, kwa ajili ya kuanza kazi hii, safari ya kwenda Timna,
ilikuwa ni safari ya kumuandaa Samsoni kwa ajili ya kuanza kazi. Kwa hiyo Mungu anamkutanisha na simba kwa sababu alikuwa anamfundisha kwamba wale Wafilisti jinsi walivyo, yale majiant yatakuja yakiwa na nguvu kama simba, lakini kwa sababu roho wa Mungu yuko juu yake atashinda. Hiyo ilikuwa sehemu ya kwanza. Anamuambia Samsoni kwamba wale Wafilisti watakuja kama simba, lakini ukiwa na roho wa Bwana utashinda. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ilikuwa ni preparation ya kwanza, Mungu kumkutanisha na simba. Kwa hiyo akamkutanisha na simba na Samsoni akashinda. Alafu akaenda. Wakati wa kurudi, ule mzoga wa simba tayari nyuki wameingia, wametengeneza na asali. Nyuki ni wengi. Samsoni anaporudi pale, anaingiza mkono katika mzoga ule wa simba, anachukua asali, nyuki wanatawanyika, wanauma mkono, nyuki wengi, lakini Samsoni haogopi wingi wa nyuki. Mungu alikuwa anamtayarisha kwamba Wafilisti watakuja kwa wingi kama nyuki walivyo, lakini usiogope, ingiza mkono, chukua asali, maana ushindi ni wa hakika. Bwana Yesu asifiwe. Kadhalika na sisi pia Mungu ametuandaa asubuhi ya leo. Jinsi mnavyokuja hivi, Mungu anakuandaa. Jinsi unavyohudhuria maombi, Mungu anakuandaa. Jinsi unavyonyenyekea, Mungu anakuandaa. Na anakuambia dunia itakuwa na nguvu kama za simba, maadui watakuwa na nguvu kama za simba, lakini simba hajawahi kumshinda simba wa Yuda. Simba wa Timna hajawahi kumshinda simba wa Yuda. Narudia, simba wa Timna hajawahi kumshinda simba wa Yuda. Kwa hiyo wewe uliye na simba wa Yuda utashinda kwa hakika. Haleluya. Hata kama wale walioko kazini kwenu wana nguvu kama za simba, wewe hapo una nguvu za simba wa Yuda. Wale walioko nyumbani kwenu hata kama wana nguvu za simba, wewe hapo utashinda kwa sababu una simba wa Yuda. Wale walio katika biashara, wale wanaofanya biashara na wewe Kariakoo na mahali pengine, hata kama wana nguvu za simba wa Timna, sisi tuna nguvu za simba wa Yuda. Wewe una nguvu za simba wa Yuda. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Hata kama wale wachawi wa nyumbani kwenu kijijini wana nguvu kama za simba, wewe hapo na mimi tuna nguvu za simba wa Yuda. Nilienda kijijini kwetu wakati fulani zamani nikiwa mdogo, wachawi wakaja nyumbani usiku nimelala, wakanikaba, wachawi wakanikaba zamani nikiwa mdogo. Wakanikaba, nikapiga kelele lakini sauti haitoki. Napiga. Kumbe mama ameshasikia vile jinsi navyopiga kelele lakini sauti inatoka kwa mbali. Akaja. Wakaondoka wale wachawi. Mama akaniondoa kijijini pale, akanipeleka kwa mjomba. Nikakaa huko, nikatembea na bwana huko, nikasoma huko, nikaenda high school Bukoba, baadaye nikarudi nikasoma hapa University of Dar es Salaam. Nikawa mchungaji baadaye. Sasa siku moja nikarudi kijijini pale. Nimeshakuwa mtu mzima sasa, ni mchungaji. Nikarudi pale kijijini. Nikakuta wale wachawi wapo. Maana niliwatambua baadaye. Nikakuta wale wachawi wapo. Sasa nikapewa nafasi kuzika kwenye ibada ya mama mmoja alikuwa amefariki. Sasa nilipohubiri nikawakemea wale wachawi na nikawaambia kama kuna mtu anafikiri atafanya kama wakati ule, aje usiku wa leo. Hawakuja. Kwa nini? Kwa sababu nilikuwa na simba wa Yuda. Bwana Yesu asifiwe. Hawakuja. Kwa hiyo asubuhi ya leo ninakutia moyo kwamba Mungu anakuandaa. Jinsi unavyokuja katika maombi, Mungu anakuandaa. Shetani hataacha kukufuatilia. Shetani hataacha kukujaribu. Lakini ukiwa na simba wa Yuda hakuna kitakachoharibika. Bwana Yesu asifiwe. Ukiwa na simba wa Yuda hakuna kitakachoharibika. Maandiko yanasema hivi, Samsoni akatoa asali mikononi mwake, akaenda mbele huko akila. Alipokuwa akienenda akawafikiria babaye na mamaye, akawapa nao wakala, lakini hakuwaambia ya kuwa ameitoa hiyo asali katika mzoga. Samsoni hakujisifia kwa ushindi. Hata Samsoni alipomshinda simba hakujisifu wala hakutangaza kama ambavyo wengi wetu leo tungeweza kutangaza tukishashinda. Hata Yesu mwenyewe wakati wake alipofanya muujiza wake wa kwanza
pale katika Kana ya Galilaya aliwaambia watu wasitangaze, kwa sababu ukitangaza unaweza kumpatia adui sababu ya kukutafuta tayari, kwanza kukutafuta kwanza. Ukishaanza kutangaza ushindi wako mapema, unaweza kumpatia adui sababu ya kuanza kukutafuta mapema. Na kwa sababu hiyo asubuhi ya leo tunajifunza, na mimi nakwambia mapema, ushindi kuna wakati mwingine hautangazwi. Ndio maana kichwa cha somo nilisema silent victory, ushindi wa kimya. Samsoni alishinda, alimuua simba, wala hakuwaambia wazazi wake, wala hakutangaza. Unajua kuna wakati mwingine tumeingia kwenye shida kwa sababu tunaanza kutangaza mapema. Umechaguliwa tu kazi kidogo, umeshatangaza. Umefanikiwa kitu fulani kidogo tu, umetangaza. Umekuwa promoted kazini kidogo tu, umetangaza. Umepata dili la hela fulani kidogo, umetangaza. Unaanza kuwapatia maadui sababu ya kuanza kukutafuta mapema. Nyamaza kimya. Bwana Yesu asifiwe. Kaa nayo, nyamaza, kaa na hizo habari kimya, kaa nazo kimya, tulia nazo. Usiwapatie maadui sababu ya kuanza kutafuta mapema kabla mission haijawa accomplished. Tunahitaji kwanza mission iwe accomplished, tutawatangazia baadaye. Na by the way, unajua matendo yana nguvu kuliko maneno. Acha maadui wajifunze kwa matendo, waone matokeo kuliko maneno yako, kwa sababu matendo yana nguvu kuliko maneno. Bwana Yesu asifiwe. Matendo yana nguvu kuliko maneno. Kwa hiyo usiwapatie sababu maadui ya kuanza kukutafuta mapema. Usiwapatie sababu watu wengine sababu ya kuanza kukupiganisha vita kabla hata huja accomplish kile ambacho ulikuwa Mungu amekuandaa kwa ajili hiyo. Kwa hivyo asubuhi ya leo nataka niwaambie, wakati mwingine ushindi wetu sio lazima uwe wa hadharani. Ushindi wetu sio lazima uwe kwenye social media. Ushindi wetu sio lazima uwe mbele ya kila mmoja. Lakini ushindi mwingine Mungu huwa anautunza. Sometimes God keeps our victories private. Kwa hiyo kuna ushindi unaweza kutokea katika maombi, ushindi unaoweza kutokea tunaweza kushinda majaribu, tunaweza kushinda personal struggles, tunaweza kushinda. Na wakati mwingine hakuna mtu ambaye anaona lile jaribu ulilishinda. Hakuna mtu ambaye anaweza kuona ile hasira uliyoicontrol. Hakuna mtu ambaye anaweza kuona jinsi ambavyo ulijiepusha na mtego fulani mbaya. Na mimi nataka nikwambie, Mungu aliona jinsi ulivyoshinda. Na kwa sababu hiyo asubuhi ya leo na kutia moyo kwamba hata kama shetani angekuwa na nguvu kiasi gani, lakini yako mambo matamu yatakayotokea katika yale magumu au machungu uliyoyapitia. The lion that tried to destroy you may become the source of your sweetness. Alimuua simba akapata asali. Basi tunakwenda katika maombi asubuhi ya leo. Tunamwomba Mungu kwamba hata kama shetani awe na nguvu, lakini Mungu atupatie hakikisho, narudia tena, hakikisho, uthibitisho wa ushindi wetu. Sisi ni washindi tayari. We are the victors. Ni washindi tayari, lakini kuna wakati mioyo yetu inapata wasiwasi. Mioyo yetu inapata hofu na mashaka. Mioyo yetu inaingiwa na uoga. Tunashindwa kuown ule ushindi. Na kwa sababu hiyo tunarudi nyuma, wakati mwingine tunakimbia mapambano. Lakini asubuhi ya leo ninamuomba Bwana akupatie hakikisho la ushindi. Akuthibitishie ushindi wako. Lakini pia asubuhi ya leo tunamuomba Bwana atupatie Roho wake Mtakatifu, Roho Mtakatifu. Kama ambavyo Samsoni alimpasua yule simba
kwa sababu alijiliwa na Roho Mtakatifu kwa nguvu. Kadhalika pia na sisi asubuhi ya leo tunamwomba Mungu kwamba vyovyote utakavyokwenda huko katika kazi zetu, utakavyokwenda katika biashara yako, baada ya hapa ukiingia kazini, ukiingia katika biashara, baada ya maombi asubuhi ya leo, baada ya hapa uende na ushindi, kwa sababu Roho Mtakatifu atakuwa amekufunika. Watu watakao kuona, utakaoonana nao leo, watu utakaoonana nao leo, Mungu akupatie utisho. Mungu akupatie utisho. Watu utakao kutana nao waogope, waone kuna kitu cha ziada kutoka kwako. Mungu akupatie utisho. Mungu akupatie mafanikio. Mungu akupatie utulivu. Mungu akupatie utamu kama vile asali ilivyotoka katika mzoga wa simba kutoka katika matatizo. Kwa hiyo kama kulikuwa na shida fulani inaendelea katika maisha yako, kutoka kwenye shida hiyo hiyo Mungu akuoneshe utamu wake. Rais Kikwete wakati fulani aliwahi kusema neema imo kwenye tumbo la shari. Neema imo kwenye tumbo la shari. Kwamba kumbe unaweza ukapata neema hata kwenye matatizo. Kuna matatizo mengine yanakuja, lakini ndani yake ukiangalia vizuri kwa jicho zuri la kimungu na kiroho, utaona kuna neema iko ndani imefichwa. Kwa hiyo matatizo huwa yamebeba mimba inaitwa neema. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe tena. Basi tutaimba chorus wakati ukiwa unasema hayo maombi niliyoyasema, basi utasogea hapa mbele kwa ajili ya maombi. Roho Mtakatifu kiongozi amini, utushike mkono tulio wasafiri, utupe kusikia sauti ya upole, msafiri fuata, naongoza nyumbani. Siku zetu za kazi zikiwa zimekwisha, wala hatuna tamaa ila mbingu na sala, utupe kusikia sauti ya upole, msafiri fuata, naongoza nyumbani. Basi tunakwenda kuomba leo. Mzee Maduhu atatuongoza katika maombi, kuomba kwa ajili ya yale yaliyomo katika boksi. Alafu baadaye pia na mimi nitaomba na kutamka baraka katika yale yote ambayo tumeyasema, hakikisho la ushindi. Karibu mzee. Basi tufumbe macho tuombe. Baba yetu na Mungu wetu mtakatifu wa mbinguni, tunakushukuru sana muumbaji wetu kwa sababu ya asubuhi ya leo. Sante kwa neno lako ambalo umetupatia asubuhi ya leo kupitia kwa mtumishi wako. Tunaishi katika ulimwengu uliojaa mambo mengi, matatizo ni mengi, lakini asubuhi ya leo umetutia nguvu Mungu wetu, ya kwamba tunaye Simba wa Yuda ambaye hajawahi kushindwa na hata shindwa milele zote. Asubuhi ya leo wana na binti zako tumekuja kwako ili kupokea mibaraka, ili kupokea nguvu, ili kupokea uponyaji. Katutendee muumbaji wetu yaliyo mema. Katika masanduku haya
kuna machozi ya wana na binti zako yameletwa hapa. Tunayasogeza mikononi mwako. Geuza yakayo machozi ya furaha, na ukatutendea yaliyo mema kila mmoja wetu tuliosimama mbele zako. Tutakapotawanyika asubuhi ya leo, tawanyika pamoja nasi, ukatupatia ushindi kila mmoja wetu popote tutakapokuwa. Lakini pia asubuhi ya kesho tena turudishe kuja kupokea ushindi katika maeneo haya. Hili ndilo ombi letu, tukiamini katika jina la Yesu Kristo aliye mkombozi wetu. Amena. Baba na Mungu wa mbinguni mtakatifu, uliyeziumba mbingu na nchi na bahari na vyote vilivyomo, katika asubuhi ya leo sisi watoto wako Yesu tumekuja mahali hapa, maana tunatamani kuanza na wewe siku, na watoto wako Bwana kutoka kila mahali wamekusanyika hapa, na wengine wako online wanafuatilia. Bwana nakusihi kwa namna pekee asubuhi ya leo, sikia maombi yetu asubuhi hii ya leo. Yesu, watoto wako wamejinyenyekeza, kila mmoja anaomba katika moyo wake, wanatamani uwahakikishie katika mioyo yao kwamba wao ni washindi. Wanatamani uthibitisho kwamba wao ni washindi, na mimi najua Bwana utakwenda kuwaonesha kila mmoja, utamthibitishia kwa namna yake tofauti tofauti. Kila mmoja siku ya leo utamthibitishia kwamba yeye ni mshindi, na hata kama yangekuja matatizo ya namna gani, changamoto za namna gani, hata zingekuja shida kubwa kiasi gani, thibitisha leo kwamba sisi ni washindi. Thibitisha leo kwamba tulikwisha kushinda na tutashinda tena kwa yeye atutiaye nguvu. Na sasa Bwana, watoto wako wanaondoka kwenda katika kazi mbalimbali, na ndio maana wameamua kuanza na wewe asubuhi ya leo. Wanapokwenda kule, wapatie utisho, wapatie kibali mbele za watu, mbele za wale mabosi na wale wafanyakazi walio chini yao. Wapatie utisho, wapatie na kibali kwa utukufu wa jina lako. Lakini Bwana, tuseme nini? Tupatie na afya njema, tupatie na akili ya kufanya kazi kwa utukufu wa jina lako. Mwisho wa yote Bwana, ninakusihi tena ututhibitishie kwamba majina yetu yameandikwa katika kitabu cha uzima cha mwana kondoo, ili siku ile utakapokuja asionekane mmoja kati ya hawa atakayepotea, tuonekane wote tukiwa washindi kwa utukufu wa jina lako. Upendo wa Mungu Baba na neema ya Yesu Kristo na ushirika wa Roho Mtakatifu uwe pamoja nasi tangu sasa na hata milele, maana tunaomba kupitia jina la Yesu. Amina. Amen. Bwana awabariki sana wote ambao mmechagua kuanza na Bwana asubuhi ya leo. Wale ambao mmefika kanisani, Mungu awabariki. Lakini tuna watu ambao ni wengi sana wametufuatia kwa njia ya mtandao. Mungu pia awabariki sana. Niwaalike tena leo saa 11:30 tutaanza ibada yetu ya maombi, kwa sababu leo ni siku ya maombi, Jumatano. Karibuni sana. Together in Christ, karibuni kwa wimbo.
Mama wa Kiyahudi alitokwa damu kwa miaka mingi, jamii yake ilimtenga sababu ya tatizo lake, kateseka. Kasikia Yesu anaponya, kadhamiria moyoni mwake, nikiligusa vazi la Yesu, hakika mimi nitapona kwa imani. Wewe uliyeteswa, sikia, yupo Yesu anaponya, ataondoa shida zako zote, atakuponya. Mwamini yeye, usikate tamaa, kwa imani utashinda. Dhamiria moyoni mwako, wewe uliyeteswa, sikia, yupo Yesu anaponya, ataondoa shida zako zote, atakuponya. Mwamini yeye, usikate tamaa, kwa imani utashinda. Dhamiria moyoni mwako. Nguvu zake Yesu zaponya, amini Yesu atakuponya. Imani ni njia ya uzima, amini leo utapona mateso yako. Imani yako itakuponya hayo maumivu ya moyo wako. Nguvu zake hazijapungua, Yesu yule bado yuko hai, anaponya. Wewe uliyeteswa, sikia, yupo Yesu anaponya, ataondoa shida zako zote, atakuponya. Mwamini yeye, usikate tamaa, kwa imani utashinda. Dhamiria moyoni mwako, wewe uliyeteswa, sikia, yupo Yesu anaponya, ataondoa shida zako zote, atakuponya. Mwamini yeye, usikate tamaa, kwa imani utashinda. Dhamiria moyoni mwako, wewe uliyeteswa, sikia, yupo Yesu anaponya, ataondoa shida zako zote, atakuponya. Mwamini yeye, usikate tamaa, kwa imani utashinda. Dhamiria moyoni mwako.